Hofu ya kukataliwa katika safari ya maendeleo. Journey of success. Hofu ya kukataliwa, fear of rejections, imeua ndoto za watu wengi sana. Kuna watu wengi sana ambao wangekuwa wameshafanya mambo makubwa kwenye maisha yao, ila tu kutokana na kukataliwa imewazuia wao kuchukua hatua na kuweza kusonga mbele. Kuna watu wana mawazo mazuri sana. Kuna watu wana vipaji vikubwa mno. Kuna watu wana uwezo mkubwa. Kuna watu wana idea, they have a good idea, they have a talents, ila kila wanapofikiria kuchukua hatua wanaanza kuhisi kwamba watu watanikataa, watu hawatanikubali, watu watanicheka, watu watanidharau, watu you see? So moja kitu lazima ukifanye ni desensitization ya hisia ya hofu ya kukataliwa. Lazima ukubali kwamba ukikataliwa hautakufa, ukikataliwa hautatoka damu, ukikataliwa haitabadili thamani yako, ila ukikataliwa there is nothing will be okay. You see? Mtu mmoja anasema, Tony Robbins alishawahi kusema kwamba you must learn how to handle rejection to succeed. You must learn how to cope with a little word no. Learn how to strip that rejection of all its power. The best man are those who are rejected most. They are the ones who can take any no and use it as pride to go into the next years. Alimaanisha nini? Tony Robbins anasema lazima ujifunze jinsi ya kushughulikia kukataliwa. Ili kufanikiwa lazima ujifunze jinsi ya kukabiliana na neno dogo ila hapana. Jifunze jinsi ya kuvua kukataliwa kwa nguvu zako zote. Wauzaji bora ama watu waliofanikiwa ni wale ambao wamekataliwa zaidi, na hao ndio wanaweza kuchukua hapana yoyote na kuitumia kama motisha kwenda mbele, kwenda kwenye ndio inayofuata. So umeshawahi kuhofia kufanya kitu kwa sababu ya kukataliwa ama kudharauliwa ama kuchekwa, na baadaye ukagundua kuwa kama ungefanya ungefanikiwa? Ulishawahi express your idea to someone else na ukakutana na rejections? Idea yako ikadharaulika, ukakutana na criticism ambazo sio ya kawaida. Sasa watu waliofanikiwa wanachotakiwa ujue ni kwamba watu waliofanikiwa huwa wanakabiliana na kujifunza kutokana na kukataliwa pamoja na maudhi, dharau, kuchekwa na kadhalika. Kila mara ninapokutana na watu ambao wanaogopa kujaribu kitu kipya, mara nyingi sababu inayotolewa ni kuogopa kukataliwa na kudhulumiwa. Watu wengi wanaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu they fear to be rejected. They fear to be wanaogopa kudharauliwa, wanaogopa kuudhiwa. So wanaogopa wanaweza kufanya makosa kukataliwa, lakini ukweli ni kwamba kama unataka kufanikiwa katika maisha, unatakiwa kujaribu vitu vipya kila siku. Na kama ukifanya hivyo, basi jiandae kukataliwa. Naamini utakuwa umenielewa. Ili ufanikiwe ni lazima ufanye vitu vipya. So na ukifanya kitu kipya, jiandae kukataliwa. That's right. Watu wengi hubadilisha kukataliwa kuwa hasara kwa kuweka akiba maneno ndani yake ya akili yao, kama vile sitarudia kufanya vile tena, au ningejua kuwa nitashindwa nisingefanya. Kwa kufanya hivyo, wanaruhusu hisia za kukataliwa ziwarudishe nyuma. Kwa maana nyingine, wameacha kujifunza na wamejenga uzio kujilinda badala ya kujenga msingi wa kuwapandisha hadi kwenye mafanikio. Kitu ambacho natakiwa ujue, rafiki yangu ambao unanisikiliza muda huu, kukataliwa ni sehemu ya mafanikio. Elewa kwamba kukataliwa is a part of success. Kama ilivyo kawaida, kila tatizo limelalia fursa. There is opportunity in every challenge. In every rejection there is opportunity. Na ndani ya kila hisia ya kukataliwa kuna busara na hekima, pamoja na ufunguo wa kujua namna ya kushughulika na kujifunza kutokana na kukataliwa. Mimi ni mdau wa biashara mbalimbali, ni mwekezaji na nimewekeza katika sehemu mbalimbali tofauti, hususan katika field ya kupashana habari, networking.
Biashara ya kupashana habari ilinisaidia kujifunza namna nzuri ya kumudu hisia zitokanazo na kukataliwa. Nilifundisha kuwa sababu ya kuwa na watu wachache ambao wamefanikiwa kwa nguvu zao ni kwa sababu watu wale wachache wameweza kuvumilia kila mara wanapokataliwa. They have patience over rejection. Ukweli ni kwamba kukataliwa ni sehemu muhimu katika kujifunza kwa kuongeza mafanikio. Kama ambavyo huwa tunajifunza kutokana na makosa, huwa tunaongeza kujitambua kwenye kukataliwa. Nikiwa kwenye mafunzo kama ya biashara ya kupashana habari, nilipewa ushauri wa jinsi ya kumudu jambo zima la kukataliwa. Mentor wangu Shara kwake alinipa mafunzo mbalimbali namna ya kumudu rejection. Ninapenda leo ni share na nyie ili tujue, ili kwa namna moja ama nyingine yaweze kusogeza sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kitu cha kwanza ambacho nitakiwa ujue kwamba lazima utegemee kuwa kukataliwa kupo tu. Tegemea kukataliwa. Tunasema ni mjinga peke yake ambaye hutegemea kila kitu kiende kama kilichopangwa. Hakuna kitu kinakwenda straight. Tunaposema muda wote utegemee kukataliwa, haina maana kwamba usichukue hatua pale unapokataliwa ama kushindwa. No. Kufikia malengo ama ni njia mojawapo ya kujiandaa kifikra au kihisia ili usishangae na kushtuka pale unapokataliwa. Hali ya kutegemea kukataliwa inakuruhusu kuwa mtulivu na kuheshimu pindi mambo yanapokuwa kinyume na ilivyotarajiwa. Hali ambayo baadaye inakuruhusu wewe kufikiri jinsi ya kufanya vizuri zaidi. Mafanikio yanachukua muda na lazima ujue success is a process. Lazima uwe tayari kuendelea kusonga mbele huko ukijifunza. Kitu kingine ambacho nilifundishwa na mentor wangu kuwa ni lazima uwe na mshauri karibu. Kuwa na mshauri karibu pale mambo yanapokwenda mrama. Ni nani utampigia kumuomba msaada kwa mawazo? Kama tulivyozoea kuwa na namba za dharura katika either police, namba za watu wa mitandao, tunasema emergency calls, ama watu wa zimamoto. Tunahitaji pia mtu ambaye tunaweza kumpigia pale tunapopata dharura kwenye mambo yetu ya kifedha, mambo yetu ya kimaendeleo, mambo yetu ya hivyo. Kwenye mambo ya kifedha, inakubidi kabla hujaenda kuchangamkia fursa yoyote, lazima uwapigie washauri wako na kuomba ushauri. Not it. So kitu kingine ni jenga tabia ya kujipenda mwenyewe. Be confident. Moja ya kitu kinachouma sana unapokuwa umefanya makosa au kushindwa kufanya kitu fulani ni kile wanachosema watu wengine juu yetu. Lazima ni kwa kiwango gani tunajisimamia. Watu wengi hufanya makosa na kujipiga wenyewe juu ya makosa yao mara nyingi kuliko hata mtu mwingine yeyote. Nimekuja kujifunza kitu kimoja kwamba watu ambao ni ngumu kwao wenyewe kifikra na kiroho mara nyingi huwa wanachukua tahadhari kubwa sana linapokuja swala zima la riski. Kuchukua wazo jipya na kujaribu kitu kipya ni vigumu sana kujifunza kitu chochote kipya kama ukijipa adhabu kwamba mimi sitaweza, mimi nitafeli, nitachekwa, nitadharauliwa. Kwa hiyo be kind kwa wewe mwenyewe. Kitu kingine na cha mwisho, eleza ukweli. Lazima uwe real, be real. Kifedha katika maendeleo kuna mara nyingi nimejifunza kutokana na makosa, lakini kukimbilia makosa ni kuchukua njia isiyo sahihi. Kukimbia makosa ni kuchukua njia isiyo sahihi. You can never run your mistake. Wote huwa tunafanya makosa na tunapata maudhi mbalimbali katika makosa hayo. Tofauti ipo kwenye mchakato tunaotumia kushughulikia maudhi hayo au kukataliwa huko. Hii inaanza na kukabiliana na athari za vitendo vyetu na kusema ukweli. Ukweli kitu ambacho kitakufanya wewe usikataliwe ama usidharaulike. Tunaweza kusema ukweli ndani ya nafsi zetu na akili zetu pale tunapoweza kukua na kujifunza. Lazima umuelezee mtu ukweli of your idea of your lazima uelezee mtu ukweli, na unapomuelezea mtu ukweli na jiweka katika nafasi ambapo yule mtu atakuheshimu na hata kukatalia, hata kudharau, hata kucheka hivyo. Lazima tujifunze kuelezea ukweli wa mambo yetu ya kimaendeleo. Lazima. So umeshawahi kuhofia kufanya kitu
kwa sababu ya kukataliwa, baadaye ukagundua kuwa kama ungefanya ungefanikiwa. Sasa amua kujilipua mapema. Chukua hatua, na hata ukikataliwa mara ya kwanza usikate tamaa. Kuna siku watakuelewa tu. Wewe ziba masikio na songa mbele hadi pale utakapofanikisha lengo lako au mafanikio yako. Asante sana. Ni mimi rafiki yako Mosheki.